Katika kuhakikisha jamii inakuwa na uelewa juu ya kutunza mazingira na kufahamu athari zinazoweza kujitokeza pindipo mabadiliko ya tabia ya nchi yanapotokea, taasisi ya Zaina Foundation imewakusanya wajasiriamali pamoja na wakulima mwani kuwapa elimu ya uelewa wa kina juu ya athari zinazoweza kutokea pindipo mabadiliko ya tabia ya nchi yanapotokea. Tuwasikilize wajasiriamali hao waliofika katika mkutano walikuwa na yepi ya kusema juu ya mabadiliko ya tabia ya nchi yatakapoweza kutokea yanavyoathiri ukulima wao wa mwani pamoja na chaza. Kwa jina naitwa Bahati Isa Suleiman, ni mkulima wa mwani. Nipo katika shehia ya Kikungwi. Kama mnavyotuona sasa hivi tupo baharini na tumekuja kuonyesha ule uhalisia wa mwani jinsi gani unavyopandwa, lakini pia mwani huu una changamoto kubwa kwa kipindi hichi cha hali ya mabadiliko ya tabia nchi. Kama mnavyoona mwani huu ushaharibika sasa hivi na hatujui lini utakaa sawa, lakini tuna changamoto nyingine achana na hizi za mabadiliko ya tabia nchi, lakini changamoto kwa upande wa vitendea kazi pia tunayo, kwa sababu sasa hivi tunafunga kwa vyandarua au vitambara tu, tunaokota matambara mabovu mabovu ndio ambayo tunafunga. Lakini kutokana na hali hii tumepata taarifa kwamba hivi vyandarua ambavyo tunafungia navyo pia vina haviko salama. Maana yake vyandarua hivi vina sumu. Leo tunafungia mwani na mwani huu unafanyiwa kwa mambo mbalimbali akiwemo chakula. Kwa hiyo pia kumbe hii ni athari. Nini tufanye? Kwa hiyo sisi tunachokitaka tupatiwe elimu, tupate wataalamu, lakini licha ya wataalamu pia tupate vitendea kazi hivi vilokuwa sahihi ambavyo vinaendana na ukulima huu wa mwani. Tupate vitendea kazi kama kamba, tai, hata kama haya mawe ambayo tunatumia, kama kuna njia mbadala ya kuweza kusimamisha vijiti vile vikaweza kuingia kutokana na hii bahari yetu ilivyo, basi pia tunaomba. Tunajua nchi yetu, serikali yetu haikosi wataalamu wa masuala haya. Naitwa Lipi Simai Suleiman, ni mkazi wa Kikungwi, ni mkulima wa mwani. Mie changamoto yangu hapa kwenye vitendea kazi. Vitendea kazi jamani, iwe kampuni iwe serikali, tunawaomba watupatie kwa kasi, kwa sababu kwanza ni bei ya vitendea kazi tunakuwa unashindwa hapo. Ukiupanda mwani, maana bahari alhamdulillah kubwa Mungu alivyoijalia, lakini ukipata kisehemu kidogo tu unasema pametosha. Sio kwamba pametosha au umeridhika napo, inakuwa ni vitendea kazi hatuna. Na hasa swala la bei tunaomba tuzidishiwe, kwa sababu ni kilo ya mwani ni shilingi 1000 tunaambiwa. Na hiyo kilo ya mwani shilingi 1000 ikifika mwezi wa 10 wa 11, ikiingia Disemba ni mwezi wa 12, bei inashuka, unaambiwa kunafungwa mahesabu. Pengine unataka mahitaji, unamwita mnunuzi anakuambia mimi hapa unataka ninunue, na nunua kwa bei ya chini zaidi. Baada ile 1000 anakushusha chini zaidi ili ushuke chini. Tunaumia wakulima, na ukatizama ni zao letu lina faida nyingi sana katika hii dunia yetu. Mkurugenzi wa taasisi ya Zaina Foundation akasisitiza na kutoa elimu kwa wakulima hawa wa mwani na wakulima wa chanza kwa kuwapa elimu ya utunzaji mazingira ili mabadiliko ya tabia ya nchi yasiweze kutokea. Hata hivyo, akatoa wito zaidi kwa serikali kuweza kushirikiana na taasisi binafsi kwa kutunga sera zilizo madhubuti za utunzaji wa mazingira. Kwa majina naitwa Zaituni Njovu, mkurugenzi wa NGO inaitwa Zaina Foundation. Leo tuko Zanzibar hapa Kikungwi. Tumetoa mafunzo kwa wanawake wakulima wa mwani, wavuvi, wachaza, wajasiriamali wadogo pamoja na waandishi wa habari katika kuhamasisha mabadiliko chanya kwenye tabia nchi yaliyosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo yale madhara yake sasa tunajaribu kuona ni namna gani teknolojia inaweza ikatumika kupunguza madhara ama athari tunasema za tabia nchi. Kwa hiyo ndio leo tulikuwa na wanawake hapa na tumeongea, tumejifunza, lakini pia tumeenda na tunasema field. Tumekwenda kujifunza kwa vitendo kule na tumeona ni jinsi gani kilimo cha mwani kime athirika ama
kimedhoofika kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, ikiwemo kuongezeka kwa joto, ikiwemo kuchelewa kwa mvua, lakini pia ikiwemo jua kuwa kali sana, lakini pia kina cha maji kuongezeka mwaka hadi mwaka. Kwa hiyo ni moja kati ya mambo tuliyoyagundua ambayo yanapelekea zao la mwani kukosa ubora wake ule ambao baadaye yule mkulima atakapovuna anakuwa amevuna mazao bora na anaweza kuyauza kwa bei nzuri. Kwa hiyo mabadiliko ya tabia nchi maana yake yanakuja kuathiri ule mwani ambao utakaokuwa umevunwa na unakuwa kama thamani yake imeshuka chini, na baadaye ukija ukilinganisha na gharama za uendeshaji. Kwa hiyo wakulima ambao ni wanawake wa hali ya chini, wanawake wanaoishi shamba huku Zanzibar wanaita shamba, wanakuwa wanapata hasara na pia familia zao zinakuwa hazinufaiki. Kwa hiyo tunawaomba wadau mbalimbali wa maendeleo ikiwemo serikali, wadau binafsi, mahoteli, wafanya biashara pia makampuni pia waweze kuwasaidia wanawake hawa ambao wanajihusisha na kilimo cha mwani na shughuli nyingine za bahari, ili kuendeleza uchumi ule wa bluu. Basi waweze kuwasapoti kwa namna yoyote. Inaweza kuwa kwa vitendea kazi ikiwemo life jacket, kwa sababu wakati mwingine mwani wanalazimika kuulima mbali kwenye kina kirefu. Kwa hiyo wanawake hawa unaona kwamba wanahatarisha hata uhai wao kwa kwenda kwenye kina kirefu wakiwa hawana kitendea kazi chochote. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa